tumefanikiwa kupata habari toka Katana Ijwi. Basi ripoti kamili utakwenda kumsikia mwenzetu ambaye yupo huko akitupatia ripoti kamili. Mapigano kati ya waasi wa M23 na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo yameripotiwa tena katika eneo la Masisi, Kivu Kaskazini. Mapigano haya ni sehemu ya hali tete ya kiusalama inayoendelea katika jimbo hilo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ingawa tarehe maalum ya Jumatatu 21 Aprili 21 iliyotajwa inaweza kuwa na utata, ikitajwa pia kama Aprili 21 2025 katika baadhi ya ripoti za hivi karibuni. Mapigano kati ya pande hizi mbili yamekuwa yakijitokeza mara kwa mara katika vijiji kadhaa vya Masisi katika kipindi cha hivi karibuni. Eneo la Masisi ni moja ya maeneo yaliyoathirika zaidi na machafuko yanayohusisha M23 na vikundi vingine vya wanamgambo wanaounga mkono serikali ya Kongo, FARDC, wakiwemo Wazalendo. Mapigano hayo yamechangia kwa kiasi kikubwa katika uhamisho wa maelfu ya watu na kuzidisha mgogoro wa kibinadamu katika eneo hilo. Ripoti za hivi karibuni zimeendelea kuonyesha kuwepo kwa mapigano na mvutano katika Masisi, huku pande zote mbili zikijaribu kudhibiti maeneo na vijiji mbalimbali. Hali hii inaendelea kusababisha wasiwasi mkubwa kwa usalama wa raia na juhudi za kufikia amani ya kudumu. Asante kwa taarifa hiyo. Ni kweli kwamba hali ya usalama katika eneo la Masisi, Kivu Kaskazini, mara nyingi huwa tete kutokana na mapigano yanayojirudia kati ya waasi wa M23 na makundi ya Wazalendo wanaoungwa mkono na serikali au wanaojilinda pamoja na jeshi la Kongo, FARDC. Ripoti kuhusu mapigano mapya yaliyotokea Jumatatu, Aprili 21 kati ya M23 na wapiganaji Wazalendo katika vijiji kadhaa vya Masisi zinaonyesha muendelezo wa mzozo huo. Mapigano kama haya mara kwa mara husababisha hali ya wasiwasi mkubwa kwa raia, uharibifu wa mali na kuwalazimu watu kuyahama makazi yao kutafuta usalama. Maeneo ya Masisi, Rutshuru na Nyiragongo yamekuwa vitovu vya mapigano makali kwa miezi mingi sasa. Hali hii ina athari kubwa mwezi huu mwaka wa 2025. Je, kuhusiana na hasara hizi ambazo zimetokea katika vita, hapijatokea magonjwa yoyote, maradhi yoyote ambayo labda inaweza kuwa inasumbua mifugo na minyama? Habari hiyo inaashiria hali mbaya inayowakabili wafugaji katika kisiwa cha Ijwi kilichopo Kivu Kusini. Kulingana na taarifa hiyo, moja, tatizo, kuna ugonjwa au janga. Janga la wadudu waharibifu, ingawa lugha hii inaweza kuwa na maana ya ugonjwa mkali unaosambaa haraka kama wadudu waharibifu, unaoathiri wanyama wanaocheua kama vile mbuzi, ng'ombe, kondoo. Mbili, eneo tatizo hili limeripotiwa katika eneo la Ijwi ambalo ni kisiwa katika Ziwa Kivu, sehemu ya jimbo la Kivu Kusini, South Kivu, katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tatu, athari. Ugonjwa huu tayari umesababisha vifo vya mbuzi kadhaa, waharibu mbuzi kadhaa. Hii ina maana kuwa mifugo inapotea, jambo ambalo ni hasara kubwa kwa wafugaji. Nne, mwitikio. Wafugaji katika eneo hilo wametoa tahadhari. Hii ina maana wanatoa wito kwa watu wengine, labda mamlaka au wafugaji wenzao, kuwa waangalifu na pengine kuomba msaada au hatua zichukuliwe kudhibiti hali hiyo. Kwa muhtasari, kuna mlipuko wa ugonjwa hatari unaoua mbuzi na pengine wanyama wengine wanaocheua huko Ijwi, Kivu Kusini, na wafugaji wanapiga yowe kuonya juu ya hatari hiyo. Na vipi kuonekana kwa hizi habari ambazo kuwa imeshavunjwa chama cha PPRD nchini DRC? Habari hizo ziko vipi? Kuahirishwa na uwezekano wa kuvunjwa kwa chama cha kisiasa cha People's Party for Reconstruction and Democracy, PPRD, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kunaweza kuwa na athari kubwa kwa mzozo wa sasa nchini humo. PPRD, chama kilichoanzishwa na kuongozwa na aliyekuwa Rais Joseph Kabila, kimekuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za Kongo kwa miaka mingi. Hivi karibuni, mamlaka ya DRC ilisitisha shughuli za PPRD, ikishutumu chama hicho na BW Kabila mwenyewe kwa kuwa na mahusiano na waasi wa M23 ambao wanachochea mzozo mashariki mwa nchi. Serikali imedai kuwa msimamo wa PPRD na BW Kabila kuhusu uasi wa M23 umekuwa ambiguous na hata kuwafikia hatua ya kuwashutumu kwa uhaini mkuu. Je, huoni kama kuvunjwa kwa chama hicho inaweza kuleta hatari kubwa kati ya upande mbili wa uvutano kati ya rais mstaafu Joseph Kabila na rais ambaye yuko madarakani kwa sasa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo?
Madhara yanayoweza kutokea kutokana na kusimamishwa na kufutwa kwa PPRD ni pamoja na msaada ya hii. 1. Kuongezeka kwa mvutano wa kisiasa. Kusimamishwa kwa chama kikuu cha upinzani, hasa kile kinachohusishwa na rais wa zamani, kunaweza kuongeza mvutano wa kisiasa nchini. Hii inaweza kusababisha polarization zaidi na kudhoofisha jitihada za kupata suluhisho la kisiasa kwa mzozo. 2. Kudhoofisha upinzani. Mstari wa PPRD ilikuwa sehemu muhimu ya upinzani dhidi ya serikali ya sasa. Kuvunjwa kwake kunaweza kudhoofisha sauti ya upinzani na usimamizi, ambayo ni muhimu kwa demokrasia yenye afya. 3. Athari kwa mazungumzo ya amani. Mstari wa PPRD ilikuwa na jukumu lolote, rasmi au isiyo rasmi, katika mazungumzo au majaribio ya kutafuta suluhisho la mzozo Mashariki. Kusimamishwa kwake kunaweza kuathiri vibaya michakato hiyo. 4. Uwezekano wa kuongezeka kwa ukosefu wa utulivu. Ikiwa wafuasi wa PPRD wataona hatua hii kama unyanyasaji wa kisiasa, inaweza kusababisha maandamano, machafuko au hata kujiunga na makundi yenye silaha, na hivyo kuzidisha ukosefu wa utulivu uliopo hasa katika maeneo yaliyoathirika na mzozo. 5. Mabadiliko katika nguvu za kisiasa. Kusimamishwa kwa PPRD kunabadilisha mazingira ya kisiasa nchini DRC. Inaweza kufungua nafasi kwa vyama vingine vya siasa kujitokeza au kubadilisha muundo wa ushirikiano wa kisiasa. 6. Maswali kuhusu haki na utawala wa sheria. Hatua ya kusimamisha chama kikuu cha siasa na mashtaka dhidi ya kiongozi wake yanaweza kuzua maswali kuhusu utawala wa sheria, uhuru wa kisiasa na matumizi ya taasisi za serikali kukabiliana na wapinzani wa kisiasa. Ni muhimu kutambua kuwa matokeo halisi yatategemea jinsi hali itakavyojitokeza, hatua zaidi zitakazochukuliwa na serikali na PPRD, na jinsi wadau wengine wa ndani na kimataifa watakavyoitikia. Hata hivyo, ni wazi kuwa kusimamishwa kwa PPRD ni tukio kubwa la kisiasa ambalo linaweza kuwa na athari kubwa na za kudumu kwa mzozo na utulivu nchini DRC. Mimi ni Cecile Kandolo toka Kivu Live TV, na nyuma kamera alikuwa ni Simba Lambert.